Katika pembezoni mwa kaskazini magharibi mwa Tanzania, mkoa wa Kagera, ipo halmashauri ya wilaya ya Ngara. Halmashauri kongwe iliyoanzishwa mwaka 1982. Miaka na miaka, halmashauri hii imekuwa nguzo ya huduma kati ya mipaka ya Rwanda na Burundi, lakini safari yake haikuwa rahisi. Ofisi zilizochakaa, miundombinu ya zamani na changamoto za watumishi vilikuwa kikwazo kikubwa. Kutokana na changamoto hizo, morali ya watumishi ilipungua na utendaji ukatetereka, lakini ndani ya miaka 4 ya uongozi wa awamu ya 6, Ngara imeanza safari mpya, safari ya mabadiliko, uwajibikaji na ubunifu. Mfano mkubwa wa mageuzi haya ni ujenzi wa jengo la kisasa la utawala. Jengo hili lenye zaidi ya vyumba 70 vya ofisi litakuwa kitovu kipya cha huduma kwa wananchi. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Ngara, watumishi na wananchi watapata huduma katika eneo moja la ofisi salama, lenye hadhi na lenye mazingira rafiki ya kazi. Halmashauri ya Ngara, kwa kuwa inapakana na Burundi na Rwanda, imeimarisha mfumo wa upatikanaji wa taarifa kwa wageni na raia wanaovuka mipaka katika jengo hilo. Tumekuwa tukitoa huduma katika ofisi mbalimbali ambazo zimekuwa na mtawanyiko mkubwa. Yaani unaweza kutembea nusu kilomita unakuta ofisi moja, lakini unaenda pengine ofisi ya pili, na hii imekuwa ni inaleta tabu kwa wapokea huduma na watoaji wa huduma pia. Kadhalika unaweza kuona kuna jengo limechoka, lilijengwa tangu enzi za mkoloni, lakini leo hii tunaongelea mafanikio ya jengo kubwa kabisa lenye thamani ya bilioni 4.4 ambalo hivi sasa limekamilika. Kimsingi tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuweza kutuwezesha kupata fedha hiyo, na tunashukuru tumeweza kusimamia na jengo sasa limekamilika. Manufaa ya kuwepo kwa jengo hili kwanza ni kuweka huduma kwa wananchi pamoja. Kwa hiyo inakuwa kama one stop center. Yeyote anayehitaji huduma kutoka ofisi ya mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Ngara ataipata katika eneo moja pasipo kusumbuka. Kadhalika kwa upande wa sisi watumishi kama watoa huduma, tunajisikia vizuri kufanyia kazi katika mazingira yaliyoboreshwa kama unavyoweza kuona. Ilifika wakati majengo yale ya mkoloni hata yalikuwa yanaweza kuvuja. Hivyo nyaraka zinaweza kuharibika na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo tunajisikia vizuri sana kwa kupata jengo hili. Ujenzi ulianza Juni mwaka 2023 na unatazamiwa kukamilika mwezi wa Disemba 2025 tarehe 25. Mpaka sasa hivi mradi umefikia 98% ya utekelezaji wake. Na manufaa yanayotazamiwa katika mradi huu ni kwamba mradi unatazamiwa kurahisisha utoaji wa huduma katika halmashauri ya wilaya ya Ngara kwa kuwafanya watumishi wote tolea huduma katika jengo moja. Binafsi ninafurahi kwa mchakato wa namna hiyo kwa sababu lile jengo moja kwa moja kwanza mtumishi wa umma atapata wasawa kuweza kupata huduma pale katika ofisi zile pale pasipo kusumbuka, kuweza kutembea umbali mrefu, kuweza kutoka kwenye dara moja kwenda nyingine. Kwa hiyo kwa kazi ya namna hiyo ama kwa jambo kama hili hapa, naweza kusema kwamba kwa watumishi wa wilaya Ngara kwanza tutanufaika na mchakato hapo ambao umeweza kufanyika kwa kuweza kupata halmashauri ya wilaya Ngara, kwa dhana kwamba tumeshapata jengo moja ambalo litaweza kuwahudumia wananchi. Nje ya sekta ya utawala, Ngara imewekeza katika mustakabali wa vijana. Serikali imejenga shule ya amali ya kisasa, shule ya bweni itakayofundisha ujuzi wa ufundi kwa wanafunzi watakaojiunga, na hapa vijana watapata maarifa ya kujitegemea. Hiki ni kiwanda cha wataalamu wa kesho. Tumeweza kujenga vyumba vya madarasa kwa elimu msingi na sekondari takriban vyumba 156 vikiwa na
samani zake. Zamani ilikuwa unajenga jengo lakini hakuna madawati, hakuna nini, lakini sasa hivi likikamilika darasa ni moja kwa moja linaanza kutumika. Lakini tumeweza kupatiwa fedha na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, fedha za kutosha kwenye ujenzi wa shule mpya za sekondari. Ni shule 4 hadi sasa tunavyoongea, za sekondari, ikiwa mojawapo ni ile ambayo umeitembelea, shule ya Amali Kasharazi, ambayo ni kwa ajili ya ufundi. Tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 kwani imekuja na jambo jipya ambalo hapo awali halikuwepo, kwani tulikuwa tuna shule za kawaida zinazotoa elimu ya kawaida, lakini kwa sasa tumepata shule ambayo itatoa ujuzi ya mwanafunzi akimaliza kidato cha 4 tayari anakuwa na ujuzi ambao kama atakosa kuendelea na masomo au hatapata ajira nyingine, basi anakuwa tayari na ujuzi ambao ameupata pale, moja kwa moja anaweza kujiajiri. Swala hili tayari tutapunguza hii shida ya ukosefu wa ajira kwa vijana. Sasa tunapokuja katika hii hapa elimu ya amali, tutapata mafundi seremala, tutapata mafundi washi, tutapata mechanics. Kwa hiyo wale watoto moja kwa moja watakapokuwa ndio moja kwa moja wamepata ule ujuzi ule pale, watakapopata elimu ya namna hiyo moja kwa moja wataenda kujiajiri. Tofauti na dhana ambayo ndio kumeshazoeleka kwamba mtoto anapoanza form 4 moja kwa moja unajikuta kuna baadhi ya wanafunzi wengine ambao ndio wanafeli. Huduma za afya kwa wananchi wilaya ya Ngara imepiga hatua kubwa. Ndani ya miaka 4 wananchi wameshuhudia mabadiliko katika nyanja mbalimbali, na hapa ni zahanati ya Kanazi. Sasa imepewa ardhi mpya kuwa kituo cha afya ambacho ujenzi wake unaendelea, na kukamilika kwa kituo hiki kutasaidia huduma kwa kata 5 na zaidi ya wakazi 24,000 watapata huduma. Lakini pia safari za kwenda mbali kufuata matibabu zimepungua kwa kiasi kikubwa. Ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Ngara ambayo sasa inatoa huduma za upasuaji imekuwa mkombozi mkubwa kwa wananchi. Katika awamu ya 6 takriban zahanati 7 zimeanzishwa, yani zimekamilishwa maboma ambayo yalikuwa yameanzishwa na wananchi, lakini vile vile na kuanza kutoa huduma. Kuna vituo vya afya 6, ikiwa kimoja kinaendelea kukamilishwa, lakini 5 tayari vimeshakamilishwa na tayari vinatoa huduma. Lakini jambo la msingi zaidi ambalo tunaweza kujivunia ni ule ujenzi wa hospitali ya wilaya katika kata ya Mbuba. Kwa sasa kwa mwaka wa fedha wa 25/26 tumepata kiasi cha fedha shilingi milioni 250 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya, ambapo fedha hizo zinatakiwa zijenge jengo la kuhudumia wagonjwa wa nje na kichomea taka pamoja na uendelezaji wa boma la jengo la maabara. Ilikuwa na uhitaji wa ujenzi wa kituo cha afya kwa sababu ya wingi wa wananchi ambao wanahitaji huduma hiyo, ambapo tunataka tuipandishe hadhi kutoka zahanati kwenda kituo cha afya. Na kata hii inahudumia jumla ya wananchi wapatao 24,000 na zaidi. Pia inahudumia vijiji karibia 9 na imepakana na kata karibia 5. Kwa hiyo uwepo wa kituo hiki cha afya itapunguza adha za wananchi ambao walikuwa wanapata huduma umbali mrefu. Wilaya ya Ngara ambayo huduma ya afya inaendelea kuboreshwa, pia tuna hospitali yetu ya wilaya ambayo ina jumla ya majengo 7
na imeshaanza kutoa huduma za wagonjwa nje, maabara pamoja na jengo la upasuaji, na huduma imeanza kutolewa tarehe 1/5/2024 na kwa sasa inahudumia wagonjwa takribani 3,000 kwa mwezi, na mama wa kujifungua kwa mwezi wanajifungua kuanzia 150 mpaka 200. Mbali na hayo, mwezi wa 8 tumeanza kutoa huduma za upasuaji, ambapo mpaka saizi takwimu nilizokuwa nazo ni kwamba wakina mama takribani zaidi ya 45 wamefanyiwa huduma za uzazi pingamizi. Kuna watu wanatokea vijiji vya Mkalehe, kuna watu wanatokea vijiji vya Katerere na wanahitaji kwenda hospitali ya wilaya. Lakini ukiangalia Mkalehe, kutoka Mkalehe kule Darajani kwenda mpaka wilaya ni zaidi ya kilomita 20. Ukiangalia watu wanaotokea Kanazi huko bondeni huko ni mbali. Ukiangalia watu wanaotokea Kabalenzi ni mbali. Ukiangalia watu wanaotokea Mkibogo ni mbali. Kwa ujumla tukaona na hii ni sifa pia ambayo inafanya au inashawishi wananchi mawazo yao serikali yapokee na iwasikilize na ikubali kupandisha hadhi ya kituo cha zahanati ya Kanazi kwa kituo cha afya. Tuna imani kwamba watu zaidi ya 24,000 watapata huduma nzuri katika kituo hiki cha afya cha Kanazi. Vituo vya afya tunaweza tukamshukuru huyu mama amejitahidi. Vituo vya afya vipo. Shauri serikali iboreshe hospitali yetu, maana tukifika hospitali dawa zinakuwa ni ngumu kuzipata. Lazima la bima ya afya, lakini na mkakati wake haujakaa sawa. Pia na uwezo wetu si wananchi kujitolea juu ya hiyo kuilipia bima ya afya bado na nyoni changamoto. Namsihi Mama Samia, yeye alishatuambia kwamba bima ya afya itakuja kwa bure kwa kila mtu. Hilo tunaomba serikali na nyoni liangalie kwa macho mawili. Kwa misemo ya wahenga wanasema uwezi kuvuna bila kupanda. Halmashauri ya Ngara imewekeza katika ujenzi wa ukumbi wa kisasa wenye thamani ya shilingi milioni 600. Ukumbi huu utakuwa chanzo muhimu cha mapato ya ndani kupitia mikutano, mafunzo na shughuli za jamii nje ya vyanzo vingine vikubwa vya mapato. Ukumbi mkubwa, na mara nyingi majirani zetu kutoka Rwanda, Burundi huwa wanakuja kufanya mikutano. So hii ni dhahiri shahiri kwamba kwanza tutaimarisha mahusiano, lakini tutapata sehemu bora ambayo watu wanaweza kukaa na kufanya sherehe, lakini kufanya vikao mbalimbali. Kutoka katika halmashauri kongwe yenye ofisi zilizovuja, hadhi ya miundombinu ya kisasa inayohudumia maelfu ya wananchi wa Ngara imegeuka. Ni hadithi ya mabadiliko, uwajibikaji, dira ya maendeleo yanayogusa elimu, afya, utawala bora na uchumi wa ndani. Ngara si lango tu la mpakani, ni lango la matarajio mapya kwa wananchi wake. Makala hii imeandaliwa nami na kusimuliwa nami kwako, Diana Deusi, kutoka wilaya ya Ngara mkoani Kagera, na hii ni Daily News Digital.